Leo tunakuletea movie moja hivi inayoelezea sababu za huyu jamaa kuchezewa na wachawi. Ndipo movie yetu inatupeleka mpaka pale kilinge cha wachawi. Hapa tunawaona wachawi wakiwa wanacheza ngoma za utamaduni wao. Ndipo movie yetu inatupeleka moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Jose. Tunamwona Jose akiwa amelala, lakini huyu Jose alikuwa na tabia moja hivi ya kulala bila kumwomba Mungu. Ndipo ghafla tunaona wachawi wakiingia ndani kwa Jose. Kwa kuwa nyumba ilikuwa ni nyepesi sana, haikuzungukwa na nguvu ya Mungu, wachawi waliulizana ni staili gani wamchukue. Baada ya makubaliano, ndipo waliamua kupotea na Jose. Ndipo ghafla tunarudi kilingeni, tunaona wachawi wakitua ghafla na Jose. Kwa kuwa ilikuwa ni utamaduni wao kumchezea sana huyu jamaa, walimkatia kila aina ya mauno, yani kila aina ya ngoma waliicheza. Leo ni siku nyingine tena, tunamwona Jose akiwa anaomba kabla ya kulala. Baada ya maombi hayo, tunamwona Jose akichukua Bible na kuiweka pembeni ya kichwa chake. Kwa kuwa ilikuwa ni utamaduni wao wa kila siku kumchukua Jose na kwenda kumchezea, leo bwana hawa wachawi wakaamua kuingia tena. Jose hakutumia uganga wala nguvu za giza kuwadhibiti hawa wachawi, bali alitumia neno la Mungu. Kumbe mama, mjini nako ni shida, kulala kwa shida kweli, maji yenyewe ni shida, tabu tupu, kila kitu kinataka pesa, kila kitu mane.
Tukirudi katika kijiji cha Bugwema, hapa tunamwona jamaa mmoja hivi kwa jina anaitwa Mafuru. Mafuru aliandamwa na shida sana. Kwa kuwa hakujua shida zake ampelekee nani, aliamua kutembea binadamu tu. Kama ni biashara za mahindi kijijini alifanya sana, na kila biashara alibadili, hadi kuuza maji aliuza, lakini bado shida na taabu zilimwandama. Baada ya kurudi nyumbani kwake, alikuta mke wake akiwa katika huzuni sana, lakini wakati huo mwanaye mdogo alikuwa anaumwa. Akiwa anapiga akili ya kutambua nini afanye, mara tunamwona mwanaye mkubwa akiwa amefukuzwa shule. Maskini Mafuru alishika barua na kuisoma. Alikosa nini afanye, alibaki kujutia tu katika maisha yake. Je, wahitaji kujua nini kilitokea kwa kijana Mafuru pamoja na familia yake? Usiache kusubscribe channel yetu ili kuweza kupata notification ya kila movie mpya tunayoiweka. Ni mimi storyteller wako Alpha King. Aila Nyakara maisha ga kijiji. Nyakara maisha ga kijiji. Jinino Bwengerago Uyo munu Nibabwira abantu bona Nikaramu kijiji.